Mpendo, nakuelewa sana. Yaani kweli uchumi kwako ni mgumu, lakini pia kweli hali yako ya kifedha ni ngumu sana, na imefika mahali unajiona kabisa unapata changamoto ya kutokwa na uchafu, na mbaya zaidi inakuwa kwako ni endelevu. Yaani imefika mahali inaambatana hali ya maumivu chini ya kitovu. Hali imefika na kuwa mbaya zaidi, unajiona unapata hali ya miwasho, inaambatana na harufu kali sana, na unaona tu kweli, kwa sababu mimi uchumi wangu ni mdogo, siwezi kwenda hospitali kufanya vipimo, siwezi kwenda kufuatilia changamoto hii, lakini pia siwezi kufuatilia kwa sababu huenda kwa sasa hivi siko kwenye uhitaji wa mtoto. Kwa hiyo muda mwingine inaweza kuwa haina hali yoyote ya maumivu, ukachukulia tu ni hali ya kawaida. Tambua kwamba ni mojawapo ya changamoto ambao wanawake wengi sana wamekuja kujikuta mirija imeziba, kupata makovu kwenye kizazi. Lakini pale upo tayari kubeba ujauzito, ujauzito unakuwa unaharibika mara kwa mara, inakuwa ni changamoto kubeba ujauzito. Lakini imefika mahali hata hedhi zenyewe zinavurugika kwa sababu tu umekaa na changamoto hii kwa muda mrefu. Kwa nini nakushauri, kama unaona unapata changamoto hii na imekuwa kwenye endelevu, hebu jaribu kwenda kufuatilia, kupata vipimo, kuonana na daktari wa uzazi. Lakini kama changamoto hii imekuwa kwenye endelevu, basi tuna option nzuri sana ambayo tunaweza tukawasiliana, au unaweza ukacomment hapo chini kwamba ninahitaji msaada. Nitakuelekeza ni njia gani unaweza ukapata kiurahisi tu na ukapata utaratibu ambao umeshawasaidia kina mama ambao wamepitia changamoto zimekuwa ni endelevu na umefanikiwa, kwa wale ambao walikuwa kwenye uhitaji wa watoto kwa sasa hivi. Lakini pia kwa wale ambao wako kwenye uhitaji wa mtoto wameweza kupata mwongozo na wamerudi kawaida, hedhi zimerudi vizuri, ute wa uzazi wanapata vizuri. Lakini pia pale ambapo walipokuwa tayari beba ujauzito wakabeba vizuri tu bila changamoto yoyote, na wale ambao huwa mimba zilikuwa zinaharibika mara kwa mara, sasa hivi wanabeba ujauzito na mimba haziharibiki tena, kwa sababu wameshaweka sawa mfumo wao ya uzazi. Na ninapenda kusema kwamba nipo naye katika safari hii ya kuitwa mama.